Kuna breaking news hapa ambazo zimeleta mtetemeko na mshtuko mkubwa Tanzania, hadi watu wanakatwa vichwa kanisani wakati wa kusali. Kosa ni kuikosoa serikali, nitawaeleza kwa ndani. Lakini kabla nizame kwa undani ama ni kutaarifu habari hizi, ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi za siri kila wakati. Usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Kuna breaking news ambazo tumepokea unapotazama. Breaking news: Badri anusurika kuuawa na wasiojulikana Punda. Sasa iko hivi, kuna askofu ambaye anaitwa Masodole ndiye ameweza kutukabidhi habari hizi, akidai ya kwamba siku ya Jumapili hiyo jana, siku ya Jumapili, kulikuwa na misa takatifu ya ufufuko wa Bwana, yaani Pasaka, katika eneo lile la Punda, barokia ya Mama ya Kagunguli, Kiziwani Ukelewe. Misa hii ilikuwa inaendelea chini ya uongozi wa Badri Baruko Kitima. Sasa kuna jamaa alikuja ghafla, alikuwa na mfuko mkononi, alikuwa ameweka upanga ndani ya mfuko ule, akaingia kuelekea mahali patakatifu kunaitwa madhabahu ili kumuua Badri Baruko. Kwa bahati nzuri ama kwa bahati mbaya, wahumini wakaona huyu anaenda kumuua Badri Baruko, wakamshika. Kuna muumini anaitwa Konstantin ama Konstantino vile Wakatholiki tunasema, na muumini mwingine anaitwa Alois. Wakamzuia yule jamaa, alikuwa na upanga kwa mfuko, alikuwa anataka kumkatakata kichwa Badri Baruko. Sasa wakamzuia, wakamshika, wakampeleka kule nje ya kanisa, wakamuuliza, mbona unataka kutekeleza mabaya kanisani kwa madhabahu? Yule kijana akatoa upanga ule alikuwa nao, alikasirika kwa sababu juhudi zake alizolipwa na akatumwa kuzitekeleza hakufaulu. Akageukia wale waumini Konstantin na mzee Alois, akawakatakata akitumia upanga ule. Lakini Konstantin na mzee Alois, washirika hawa, hakuna yeyote ambaye aliuawa, ila tu walipata majeruhi. Wakati waumini wengine walipoona haya yanaendelea, wakajitokeza kama nyuki, wakamshambulia yule kijana ambaye aliwapiga mapanga Konstantin na Alois, wakamuua. Yeye aliweza kuuliwa na waumini kabisa papo hapo. Taarifa zingine zinatuarifu ya kwamba Konstantin na Alois wamepelekwa ama walipelekwa katika hospitali kupokezwa matibabu ya haraka. Sasa mara mingi mumeona Kitima akikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan, na hata kuna wakati alinusurika pia wakati alikuwa apotezwe, yaani kutekwa nyara, akahepa huo mtego kupitia nguvu za Mwenyezi Mungu. Kitima amekuwa mara mingi akiikosoa serikali, akisema Samia sio Mungu, akisema hatuwezi kuogopa Samia kwa sababu yeye sio Mungu na lazima mtu achaguliwe na Watanzania ili kuongoza. Sasa kuna tofauti za udini na serikali ya sasa. Jambo hili ambalo Kitima amekuwa akiendesha na mabadri wengine halimfurahishi Samia Suluhu Hassan akiwa Ikulu Chamwino ama Dar es Salaam. Sasa inadaiwa kwamba huyu kijana alitumwa na serikali kuenda kumujeruhi Badri Baruko ama kumuua kanisani, lakini kwa bahati mbaya akafanikiwa kuwakatakata na upanga washirika wawili Konstantin na Alois ambao walijaribu kumzuia, lakini baadaye aliangukiwa kama nyuki na waumini, yeye akauliwa papo hapo. Hii serikali
ya Samia Suluhu Hassan mbona haitoi ulinzi kanisani? Badri ananusurika, mtumishi wa Mungu ambaye anaendesha neno la Bwana, anatumiwa na watu wasiojulikana kule Punda ili kuuliwa. Ni kipi ambacho kinaendelea hapa Tanzania? Kwa nini haya yanaendelea kushuhudiwa? Serikali ipo wapi? Vyombo vya dola vipo wapi? Kwa nini maskini wa Mungu ambaye anaendesha neno la Bwana anataka kujeruhiwa? Mtu anaingia na upanga kanisani, anataka kuwakatakata vichwa watumishi wa Mungu na kuwajeruhi hapa na pale. Kama sio hawa washirika waumini Constantine na Alois walikuwa, Badri Baroko angekufa. Lakini kwa bahati mbaya ama nzuri, waumini wakafanikiwa kumuua huyu kijana ambaye alikuwa na upanga. Serikali hii ambayo iliweza kujichagua inaendesha mengi hapa Tanzania. Tarehe 29 Oktoba mwaka jana waliweza kujilazimisha kujitangaza kuwa viongozi wetu hapa Tanzania. Tunashindwa ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Hao ndio wamemzuia mwenye angekuwa rais, anaitwa kiongozi Antipas Tundu Lissu. Amezuiliwa kwa sababu ya ama kwa kile ambacho anapambikiziwa kesi ya uhaini wakati alianzisha mchakato wa kusema no reforms, no elections. Hii serikali ya Tanzania imekuwa na changamoto za hapa na pale, na hamuna nchi yoyote ambayo itaendelea pasipo kosolewa. Mwanasiasa Humphrey Polepole hajulikani alipo baada ya kupotezwa mwaka jana mwezi wa 10 kufikia sasa. Yaani utekaji nyara unaendelea kushuhudiwa hapa Tanzania. Ukikosoa serikali unakujiwa unapotezwa. Ili hali watu wengi waliweza kupoteza maisha yao wakati wa uchaguzi uliopita, na hata sasa hivi hiyo ripoti ya Judge Chande haijatolewa hadharani ili watu waifanyie uchunguzi, kwa sababu ushahidi ulitolewa na tunapokezwa habari kwamba kuna shida, vita Ikulu kati ya ripoti ile ya Judge Chande na serikali ya Samia. Wengine wanasema hiyo iwe siri, hiyo ripoti, na wengine wanasema itolewe ili Watanzania wajue ni kipi ambacho kinaendelea. Na hii ripoti ingemaliza kumfunga Samia Suluhu Hassan kule katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ambayo ipo pale Uholanzi ya ICC. Ndio maana hatujapata ripoti, kwa sababu ya uongozi wa kimla ambao unashuhudiwa sasa hivi, ambao unaendelea kupoteza Watanzania, ambao unaendelea kufanikisha shughuli za kuwaua mabadri. Naendelea kufuatilia taarifa hizi kwa undani. Watu wa kukwamisa ufufuko wa Bwana walikuwa wanasherekea Pasaka wakisali, alafu mtu anakuja na upanga anataka kuwajeruhi. Nitarejea na habari zingine, tunaendelea kuzifuatilia, lakini hayo ndio tumepokezwa kufikia sasa hapa Mbeya, Tanzania. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho subscribe. Bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Tukutane baadaye. Kwaheri.